wana na binti za mfalme. Happy Sabbath. Happy day. Asanteni. Karibuni kila mmoja katika sabato ya leo. Kila mmoja anapendeza. Na kuwatazama kila mmoja ako na nyuso ya kupendeza. Mmevalia mnapendeza. Karibuni wote, mjisikie huru miguuni pa Mungu. Nashukuru wote waliotangulia katika huduma hii. Mungu awabariki. Kuanzia asubuhi mpaka saa hii mpaka mwisho kwaya ilipoimba. Mungu awabariki kwa huduma hiyo yote mliyofanya. Naam, ni kipindi kingine na wakati mwingine. Siku ya leo masaa kama haya ikiwa ni masaa matakatifu, mbingu iliona ni vyema niwe mbele zenu kwa ajili ya kuleta ujumbe wa siku ya leo. Kwanza kukujitambulisha, kwa majina yangu naitwa Fidelis Mwamburi Mtakai, elda mwaka huu katika kanisa hili la Adventista Sabato la Garissa. Niko na mke mmoja, niko na watoto wawili. Mtoto wa kwanza ni kijana anaitwa Stanley na mtoto wa pili ni msichana anaitwa Tunda. Hiyo ndio familia yangu ambayo Mungu alinibariki. Kipindi kingine wakati mwingine. Leo ni siku ya elimu. Leo ni siku ya elimu. Kunazo elimu nyingi duniani ambazo watu wanafundishwa, watu wanafundisha. Na sisi wengine tumekuwa walimu, nasi pia wazazi ni walimu nyumbani kwetu, kwa sababu tunafundisha watoto wetu jinsi wanavyoishi kabla hawajaenda kukutana na mitaala mingine pale nje wanapofundishwa. Leo ikiwa ni elimu, na elimu leo ninaposimama hapa mbele inaleta elimu ambayo ni elimu ya Kikristo. Elimu ya Kikristo ndio siku ya leo tunaenda kuangalia. Je, hii elimu inamaanisha nini na inalenga nini? Katika elimu, katika historia nilipokuwa naangalia, katika historia kuna mataifa mengi ambayo walianzisha elimu na wakawa magwiji wa elimu, wakafundisha elimu ambazo watu wengi wamezishika. Lakini siku ya leo katika elimu tutaona elimu yetu inalenga nini hasa, na Mungu alinuia nini katika hii elimu. Mwanzo kwanza kabisa nitashukuru makao makuu ya kanisa la Adventista Sabato General Conference katika mipangilio wanatuandalia sisi wa Adventista Sabato kwa ajili ya kupeleka kazi yake Mwenyezi Mungu. Nakumbuka si kitambo kidogo tulipotoka katika timu yetu ya miaka 5 iliyopita, ilikuwa inasema Revival and Reformation. Tukiwa kila mmoja na mimi aliandaliwa kwa ajili ya timu ilikuwa inakuja ambayo imeanza mwaka huu tukienda kwa miaka 5 ambayo inasema kwamba nitakwenda. Na mimi baada kila mmoja kuandaliwa kwa ajili ya kuja timu hii, kila mmoja nasemekana tutafanya nini? Tutakwenda. Nitakwenda, utakwenda. Na sijakosea, matangazo yalisomwa last time kwamba inasema kwamba katika makambi yetu inasema kwamba I will go with everlasting gospel. Nitakwenda na injili ya nini? Ya milele. Ndio ujumbe ambao kila mmoja katika makambi hii pia anahimizwa kwamba tutaenda na injili ya nini? Ya Mungu ya milele. Naam. Katika kutazama katika kupitia hii timu yetu ya miaka 5 kwamba na siku ya elimu, nikafikiria, nikauliza Mungu, je, ungependa wana zako na binti zako niwape kitu gani ambacho kitagusa mmoja angalau maisha yake yapate kubadilika katika imani hii ya Kikristo? Na nilipokuwa naangalia nikitazama, nikapata kichwa cha Sermon leo kinasema elimu ya kweli ya Kikristo. Elimu ya kweli ya Kikristo ndicho kichwa ambacho nitasimama hapa mbele zenu leo kuwaletea hubiri lake. Elimu ya kweli ya Kikristo. Hicho ndicho kichwa ambacho nitakuja nacho na nimekileta mbele yenu siku ya leo ambayo nitaenda kuelezea. Na mimi Mungu atakuwa nami, ataniongoza. Mara ya mwisho kusimama hapa nilisimama na kichwa kinasema, je, umeketi wapi? Ndilo hubiri la mwisho nililofanya nikiwa hapa. Je, umeketi wapi? Na leo hii Mungu mbingu kaona ni vyema nikuje na hubiri lingine linasema kwamba elimu ya kweli ya Kikristo. Na katika hayo unapata kwamba katika elimu, lengo la elimu ya Kristo ni nini? Nilipotazama nikaona kwamba nilipokuwa nasoma kitabu cha education nikaona kwamba lengo la elimu ya Kikristo
ni kumrudisha mwanadamu katika hali yake ya kwanza aliyoumbwa nayo kabla ya dhambi kuingia. Hilo ndio lengo la elimu ya Kristo, kwamba mwanadamu alipoumbwa alikuwa kamili. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 1:31, Mungu akasema kwamba alipoumba akaona kwamba kila kitu kiko sawa, kila kitu kiko chema. Mungu akaridhika na ile hali kwamba kila kitu kikawa bora, na ndipo mwanadamu alipoumbwa hapo akawa naye yuko kamili. Cha ajabu, tunapofika sura ya 5 kitabu cha Mwanzo, sura ya 5 mstari wa 3, mambo yanabadilika. Inasema kwamba Adamu akaishi kwa miaka 120, akamzaa mwana, akamwita jina lake Sethi, aliyekuwa amefanana naye kwa tabia zake na kila kitu chake. Maanisha kinaanza kutoka sasa ni kitu ambacho ni tofauti na jinsi Mungu alivyosema Mwanzo 26 kwamba natume mwanadamu kwa mfano wetu. Inakuwa kopi inayotolewa ni tofauti kabisa na ile Mungu alikuwa amenuia pale mwanzo. Na ndipo katika elimu ya Kristo inapokuja kwetu, inajaribu kuturudisha katika mpangilio wa kwanza wa Mungu aliyeumba mwanadamu kwa sura yake, kwa tabia zake na kila kitu alichoumba nacho mwanadamu. Kwa hivyo katika elimu ya leo na siku ya elimu, katika kichwa hicho tutaangalia lengo la elimu ndio hiyo. Kitu cha pili katika hicho kichwa tunasema kwamba elimu ya kweli. Kweli hii ni gani? Kunazo kweli nyingi katika dunia ambazo watu wanasema. Na kweli hii inapatikana katika kichwa hiki, inapatikana katika kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17, inayosema kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hivyo kweli tunayozungumzia hapa ni neno la Mungu, kwa sababu ndilo linalotakasa, ndilo linalofundisha yote na ndilo kweli. Kwa hivyo katika hiyo kweli imejengwa katika msingi ya kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Neno la Mungu ndio kweli ambalo linafaa litutakase. Je, Mkristo wa aina gani? Kwa sababu dunia hii leo kuna Makristo wengi, sio? Makristo wengi wamejaa. Watu wako na ujumbe tofauti wanazoleta mbele ya watu. Mkristo huyu anayepatikana katika kichwa hiki cha elimu ya kweli ya Kikristo, Mkristo huyu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12, ambapo inasema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Huyu ndo anasimama kuwa nani? Kuwa Mkristo halisi, ambaye katika elimu atakayetoa itakuwa ni elimu ya kuelekeza kila mmoja katika hali ya kwanza, Mungu aliyeumba mwanadamu. Katika kichwa hicho elimu ya kweli ya Kikristo, katika sehemu hiyo elimu na kweli na Kristo, na mimi nimeeleza katika huo ufupi kwamba inalenga nini, na siku leo tutapoka hapa tutapata kwamba elimu ya kweli ya Kristo inamrudisha katika hali yake ya kwanza. Na mimi msomaji alitusomea fungu letu kutoka kitabu kile cha Luka sura ya 10 kuanzia mstari wa 31 hadi wa 33 alisoma hili. Na kabla niingie katika sehemu yenyewe, wacha tupate ombi. Tunaomba. Mungu wetu na Baba yetu Jehova uishiye mbinguni, nasema ni asante kwa kipindi hiki na masaa haya mchana Jehova. Uliona ni vyema nisimame mbele za wana wako na binti zako kuwaletea ujumbe huu Jehova. Mimi ni mwenye dhambi, ni mpungufu, lakini kwako Baba napata nguvu na kusimama tena na kuwa mbele zako. Wacha wasinione mimi bali wakuone wewe. Neno litakapotoka kwangu ndio neno linatoka kwako direct kuwapelekea, ili hubiri hili likaguse mtu na kumbadilisha maisha yake na kumfanya awe kiumbe kipya ambaye atakutumikia kulingana na mapenzi yako Jehova. Niongoze kwa Roho Mtakatifu ninapoanza hadi ninapomaliza, na wote wanaosikiza kipindi hiki, waliokaa hapa na waliotuzunguka majirani zetu, Baba, wacha ujumbe huu kuwafikia na kuwabadilisha maisha yao Mungu wangu. Ikiwa ndilo ile ombi nimeleta mbele zako, na mimi umepokea. Kwa Kristo naomba na kuamini. Amen. Na ninaanza na kisa kimoja cha mwalimu ambaye anajulikana kama Rabi. Siku moja mwalimu alikuwa akifundisha darasa. Na alipokuwa akifundisha darasa, akatazama wanafunzi wake wengine akawa anasinzia. Anaangaliwa anasinzia, wengine kidogo anaanguka. Kisha alipokuwa anafundisha,
akauliza swali wale wanafunzi wake. Akauliza, mtu anaweza aje kutambua kwamba usiku umeisha na mchana umeanza? Wanafunzi wakakutuka, kila mmoja akainua kichwa chake juu, wakainua mikono yao juu. Mmoja akainua mkono akasema, nitajua usiku umeisha na mchana umeanza endapo nitatofautisha kati ya kondoo na mbuzi. Wa kwanza akajibu. Wa pili akasema, mwalimu, Rabi, nitajua kwamba usiku umeisha na mchana umeanza ikiwa nitatofautisha kati ya mwembe na avocado. Mwalimu akasema, ni sawa, uko sawa. Mwalimu kusikiza yale majibu, akawatazama, akasimama, akawaambia, katika elimu hii ninayofundisha leo, katika muktadha ambao tuko nao leo, katika mazingira tuko nayo leo, ikiwa mimi ni Rabi, ikiwa mimi ni mwalimu nawafundisha, mtu anaweza kutambua kwamba usiku umeisha na mchana umefika endapo atamtazama mtu mwingine asiyekuwa ndugu ala asiyekuwa kaka, na ajue kama ndugu yake ama ni dada yake. Hiyo ikawa ndio kauli ya mwalimu yule. Akasema kwamba endapo utamtazama mtu ambaye si ndugu yako wala si dada yako, na useme kwamba kweli huyu ni ndugu yangu ama ni dada yangu, wewe kwako usiku umeisha na mchana umeanza. Kwa Kristo, mara ngapi unapotembea, unapotazama mtu usiomjua, useme kwamba huyu kweli ndugu yangu, anahitaji msaada kwangu, anahitaji nimsaidie? Ni wangapi? Tunakuanga nadra sana, sio? Kumaanisha bado sisi tungali usiku, hatujafika mchana. Tungali usiku, hatujafika mchana. Tunaishi katika ile hali yetu ya zamani tuliokuwa nayo. Na Mkristo halisi aliyepokea elimu ya kweli ya Kristo ni yule ambaye anayetofautisha usiku na mchana, anapoangalia mtu asiyemfahamu, mtu asiyemjua, ajue kweli mtu huyu ananihitaji, mtu huyu anahitaji nimfikie na ujumbe fulani, na ujumbe huu kwamba nitakwenda. Na utakapokwenda ujumbe huu utamfikia yule mtu. Endapo katika maisha yako utamwona mtu mwingine kama mtu anayestahili kupewa huo ujumbe, endapo hujafikia kiwango hicho, bado mpendwa, ungali usiku, haujafika mchana. Katika kitabu kile ambacho tulipata kusoma, kitabu kile cha Luka sura ya 10 mstari wa 31 hadi wa 33. Msomaji, ningependa unisomee kisa hicho kuanzia mstari wa 31 hadi 37, ndipo niweke msingi ya hubiri hili. Msaidie na mic. Msaidie na mic. Hapo kitabu cha Luka sura yake ni ya 10 mstari wa 31 hadi 37, ndipo nitakapoweka msingi wa hubiri la leo. Naam, anza 31. Na maandiko yanasema, naam, kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, naam, na alipomwona alipita kando. Naam. Na Mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando. Naam. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake, naam, alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Naam. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akasitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote utakachogharamiwa zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonache wewe katika hao watatu? Waonache wewe katika hao watatu? Ni yupi? Waonache wewe katika hao watatu? Ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeanguka kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Asante msomaji. Kisa kimesomwa cha Msamaria mwema. Kuna mnyang'anyi pale, kuna mtu ambaye amepigwa, amenyang'anywa. Pale kuna watu watatu
kuna kuhani, kuna Mlawi na kuna Msamaria. Hawa watu wote watatu walipita katika ile njia. Mtu yule alikuwa ametoka Yerusalemu anaenda Yeriko. Bila shaka ilikuwa na wakati wa sherehe, kwa sababu Yeriko ilijulikana katika tamaduni zake kwamba kipindi hicho na pengine ilikuwa ni Pasaka. So siku hiyo ikawa wanaenda sherehe. Lakini siku ile mtu yule akaangukia kwa mikono ya nani? Ya mnyang'anyi. Akapigwa, akaibiwa, akafanya kila kitu. Kwa kuja mtu wa kwanza ambaye ni nani? Wa kwanza alikuwa nani? Kuhani. Kuhani alipofika akafanya nini? Akamtazama, akapita kando. Kwa kuja mtu wa pili ni nani? Mlawi. Akamtazama, akapita kando. Kwa kuja mtu wa tatu ambaye ni nani? Msamaria. Msamaria alipofika hali ilibadilika. Unapoangalia katika hawa watu wawili wa kwanza ambao ni Mlawi na kuhani, walikuwa na kazi kubwa sana katika dunia hii. Kwamba kazi waliopewa na Mungu ni kufanya nini? Ni kufikia watu wengine na kuwapea ujumbe wa Mungu na kuwasaidia. Lakini siku ile walipofika katika ile hali, katika ile mtu aliyekuwa na ile hali, hawakuweza kumsaidia. Wakapita, wakaenda zao. Ikawa katika yale mazingira, kwa sababu kisa hiki kinapojengwa katika kuanzia mstari wa kwanza unapata kwamba kisa hiki kimejengwa kwa sababu kunaye mwalimu wa sheria aliyemuuliza Yesu afanyeje ili arithi ufalme wa mbinguni. Ndipo Yesu anakuja hiki kisa. Na yule mtu aliposikia mwisho, ndugu aliposoma 37 mstari ule, akamuuliza kati ya hawa nani aliyefanya bora? Kwa uzito wale maneno, yule mwanasheria hakusema Msamaria, alisema yule watatu. Kwa sababu gani? Maneno yale yalikuwa na uzito kiasi cha kwamba hangeweza kutamka mwenyewe. Kwa sababu waliona kile ambacho kilikuwa pale ni kitu ambacho kuhani na Mlawi walistahili kufanya nini? Kumsaidia yule mtu aliyekuwa amefanya nini? Ameumizwa. Ndipo nakuja katika muktadha wetu na katika mazingira yetu. Sisi ni Waadventista wa Sabato. Tumejengwa katika misingi ambayo ni thabiti. Tunayo misingi 7 ambayo ni misingi ambayo tutakapoenda nayo nje itakuwa inabadilisha mtu maisha yake pale nje. Lakini swali, je, ni wangapi tunafanya hivyo? Ni wachache, sio? Kwa hiyo hata mimi ni mmoja wao. Katika kanisa letu katika ile misingi 7, kwa sababu tunayo misingi 7, kisha tuko na fundamental beliefs ambazo ziko ngapi? 28. Lakini katika ile misingi 7 unapata kwamba tunao msingi wa kwanza ambao unahusu Sabato. Na ngapi tulifikia mtu na neno la Sabato? Kuna mtu alifikisha mtu ujumbe kuhusu Sabato? Pengine wachache. Kuna msingi wa pili ambao unahusu nini? Kuna msingi wa pili uko pale unahusu hali ya wafu. Kuna mtu alifikia mwingine na hali ya kueleza mwingine kuhusu hali ya wafu? Ni wachache sana. Na ngapi waliofikia wengine kuhusu ujio wa Yesu mara pili? Ni wachache sana. Kumaanisha kama sisi Waadventista wa Sabato tumepewa ujumbe kiasi cha kwamba tunafaa tufikishie wengine ili nao wapate kurithi ufalme wa mbingu. Lakini sisi tumekalia huo ujumbe. Tunaamuka katikati wiki inapoanza, inapoisha, Sabato inapofika, tunakuja tunakaa, tunafurahi, mwisho wa siku tunarudi manyumbani pasipo kukumbuka kwamba kuna wengine wanaostahili kufanya nini? Kufikiwa na huu ujumbe. Mpendwa, ni kipindi kingine na uamsho mpya kwamba wakati tunapokaa hapa, wakati kanisa kuu linapotengeneza mipango kwa ajili ya kufikia na kuokoa roho pale nje, kila mmoja anafaa husike. Ikiwa ni mimi mmoja wao, ikiwa ni wewe mmoja wao umekaa hapa, tunafaa kufanya kazi. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba hakuna kurithi ufalme wa mbingu endapo wewe hutafanya kazi ya kuleta mwingine katika ufalme. Kwa sababu usipofanya hivyo, hakuna vile unaweza kukua kiroho. Unapokuwa kiroho, unapofikia mtu, unapompea ujumbe, ndipo unapokuwa kiroho. Unapokuwa kiroho, utakuwa unajua kwamba Mungu unayemtumikia ni Mungu aina gani. Kwa sababu uko na ujumbe umesaidia mwingine, na ule ujumbe unakujenga wewe mwenyewe, na mwisho wa siku unakuta kwamba katika maisha yako unakuwa na tofauti kubwa katika hii dunia. Naamini Mungu atatusaidia, atatutia nguvu upya, atatuelekeza ili miaka 5 itakapoisha, kila mmoja aende alete angalau roho mmoja. Kwa sababu tunaposoma kwamba kila mmoja anafaa arudishie Mungu sadaka, na sadaka hii ni ya roho moja moja. Kila mtu aende roho moja moja. Unaposoma kitabu cha Isaya 66 pale unapoenda kusoma unapata kwamba
kila mmoja anafaa arudishie Mungu sadaka, na sadaka hii ni ya roho moja, na roho ile moja ni mimi na wewe tuafikie pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sadaka hii ni mimi na wewe tuajibike, tufikie mtu mmoja, tumlete. Na mwisho wa siku mbingu itafurahi, kwa sababu tutakuwa tumefanya kazi kubwa ya kusaidia watu. Hatukuitwa kuja kukaa tu. Hatukuitwa tuje tukae chini tuseme kwamba leo ndugu yangu unapendeza, ndugu yangu leo unakaa una furaha. Si hivyo. Jukumu kubwa tulilopewa na Mungu ni kwamba ni kufika hapa na kuleta wengine katika ufalme wake. Kisa cha Msamaria. Msamaria, nakumbuka Wasamaria katika enzi hizo maisha yalivyokuwa. Wasamaria hali yao haikuwa mzuri sana vile. Wayahudi na Wasamaria walikuwa hapatani. Na hiyo tumesoma katika historia. Kwa sababu tunapata kwamba Biblia inapoanza haianzi na kisa cha Wasamaria. Wasamaria hawataji. Biblia inapoanza inaanza na kisa na ukoo ambao ama kabila linaloitwa Waebrania. Hao ndo wanaanza. Biblia inaposoma kitabu cha Mwanzo pale, unaposoma I think sura ya 14, utapata hapo kwamba na Ibrahimu Mwebrania, anataja Ibrahimu Mwebrania, kwamba hapo ndipo kunaanza ukabila la Ibrania. Na unaposoma msururu huo wote katika ukoo, unapata kwamba mwisho wa siku kunakuwa nani? Kunaendelea mpaka Yakobo anabadilishwa anaitwa Israeli. Israeli naye inaishi katika hali ambayo kuna miaka 120 walioishi chini ya viongozi tofauti. Waliishi chini ya Daudi, chini ya Solomoni, chini ya Saulo kwa miaka 120. Ndipo pale baada ya Solomoni kutawala, ndipo Israeli inakuja kugawanyika na kukua katika makundi mawili. Kundi moja linachukuliwa na Jeroboam ambalo linasimama likiwa na Yuda na Benjamin. Kisha kundi lingine linasimama na makabila 10 ambao linachukuliwa na Yeroboam ambao wanaenda sehemu za juu, ndio wakaitwa Samaria, wakaitwa Wasamaria. Na tunakumbuka wakati walipokuwa wanajenga mji wa Yerusalemu, kundi la Wasamaria lilikataa kujenga Yerusalemu, wakajenga mji wao. So hawa watu wakawa wanaabudu Mungu mwingine kando na Jehova Mungu aishiye juu mbinguni. Uhasama ukaanzia pale kati ya Wayahudi, kati ya Wayahudi na nani? Na Wasamaria. Hali ile iliendelea mpaka Yesu anapokuja duniani. Yesu pia ule mgogoro unaendelea. Na ndipo wanakumbuka kisa cha Petro wakati wanapoingia Samaria, wanaponyimwa malazi. Petro anakuwa na ghadhabu kusema kwamba Baba, omba ruhusa tu moto ushuke na uteketeze hii mahali yote. Ndipo Yesu akamwambia, kaa nyuma yangu kwa sababu hujui unachosema. Maanisha nini? Uhasama kati ya Msamaria na Myahudi ulikuwa umekithiri kiasi cha kwamba Msamaria alikuwa anachukuliwa mtu ambaye asiyestahili katika hii dunia. Lakini Yesu akaja kwa ajili ya kukomboa kila mmoja. Na nafasi hiyo inapokuja wakati ukuhani na Mlawi waliopewa kazi kubwa ya kufanya wanakataa, Msamaria, mtu ambaye hakuwa anahesabika katika jamii, anakuja anafanya kitu kikubwa kiasi cha kwamba hali yote inabadilika. Mazungumzo yanabadilika, mazingira yanabadilika. Wapendwa, tutakuwa kama kuhani na Mlawi? Siamini kama tutakuwa hivyo, sio? Naamini tutabadilika. Tutakwenda na ujumbe kwamba tukabadilishe watu na kuwaleta katika ufalme wa Mungu. Katika dunia hii kunalo jukumu kama sisi Kristo tumeitwa kuja kufanya. Na ndiposa kila Mkristo anafaa tazame mwingine, amtazame mtu mwingine kama anayestahili ufalme wa mbingu. Amtazame na jicho la kimbingu. Usitazame mwingine na jicho kama vile miti inapotembea. Unaposoma kitabu kile cha Marko 8:24, msomaji usome kitabu cha Marko 8:24 inasemaje? Kitabu cha Marko 8:24 inasemaje? Kitabu ni cha Marko 8:24 inasema, naam, akatazama juu, naam, akasema, naam, naona watu kama miti inakwenda. Asante. Akatazama juu akaona watu kama miti inakwenda. Hivi ndivyo tunapotazama watu sisi, ndio? Kwa sababu usipotazama watu na jicho la kimbingu, tunatazama kama miti inayotembea. Na kama tunaona kama miti inayotembea, kweli tunaweza saidia mtu? Haiwezekani. Ni lazima tuwe na jicho la kimbingu. Jinsi Yesu alivyokuwa anatazama watu, ndivyo tutaweza kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nipatie kitabu kingine hapo kitabu cha Mathayo sura yake ya 9 mstari wake wa 35. Kitabu ni cha Mathayo
chapter 9 verse 35 mpaka 38, tuone jinsi Yesu alivyokuwa anatazama watu. Je, alikuwa anatazama kama miti? Je, mimi natazama watu kama miti ama nitatazama na mtazamo wa Kristo? Nisome kitabu cha Mathayo 9 mstari wake 35 inasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Asante. Yesu alipokuwa akizunguka katika masinagogi yao akiwaponya na kuwasaidia, aliingia huku na huku, alitazama watu ambao wametawanyika, hawana neno, hawana ukweli, hawana Kristo, wanaishi maisha ambayo ni ya kidunia. Na Yesu akatazama, akahuzunika sana, akasema, na neno lilotumika katika huzuni ni kwamba neno ambalo lina uzito kidogo, kwa sababu Yesu alipotazama watu hakuwatazama kama miti, aliwatazama kama watu wanaostahili nini? Ufalme wa mbinguni. Na ndipo alipotazama makutano, vinapotazama hivi akaona kweli hawa watu wanahitaji neno. Hawa watu wamesambaratika kwa sababu hawana ukweli. Hawa watu vile wanavyokaa wanaishi maisha yasiyostahili. Yesu aliwahurumia. Yesu aliwahurumia. Na Yesu alikuwa akizunguka huko. Naye alipowaona makutano akawahurumia. Kitu atafanya, ndipo Yesu akaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi nini? Ni wachache. Mimi na wewe tumekaa hapa, kazi ya Mungu ni kubwa. Mavuno yameiva, hakuna mtendaji kazi. Sisi wote tumekaa kanisani. Kazi ile itafanywa na nani? Ni nani atakaye kwenda isipokuwa mimi na wewe? Yesu ametazama makutano yameiva, watu wako tayari kupokea neno, lakini hakuna mtu akwenda. Ndipo unaposoma kitabu cha Isaya sura ile Isaya 6:8, wakati Bwana anauliza ni mtume nani aende, ndipo Isaya akasema nipo hapa Bwana, nitume niende. Isaya akapewa ujumbe akaenda. Wewe uko tayari kupokea ujumbe na kupeleka, ama uko tayari kukaa? Na kisa hiki kanisa la kwanza unapopata kwamba wakati wana Israeli walipotoka Kanaani kwenda kuishi Misri, japo walienda kwa sababu ya njaa, lakini kuna message walikuwa wanaenda nayo Misri. Walikuwa waende wakainue Mungu wa mbinguni. Walipoenda Misri walikaa miaka 4 walikaa, hakuna kitu walifanya. Wana Misri walipokaa pale Gosheni walikuwa wakamuinua Mungu wa mbinguni, lakini wale wakakaa. Kama mimi na wewe tumekuja Garissa, ni sawa, tumekuja kufanya kazi, hiyo inakubalika katika maisha, lakini kama na kazi kuna ujumbe tumekuja nao. Hukuja hapa bure, hukuja hapa by mistake, umekuja kusudi upate kupeleka injili ya Mungu ifikie watu na kazi yako ikamilike. Lakini wengi tumekuja tumekaa, tunaogopa watu, kwa sababu gani? Hatuna neno, hatuna kweli. Tumekaa napo tunaangalia watu kama miti inayotembea, wasiostahili ufalme wa mbinguni. Lakini Yesu aliwatazama akaona kweli hawa watu wanastahili nini? Ufalme wa mbingu, wanastahili uzima wa milele. Ndipo Yesu akasema kwamba mavuno ni mengi, watendakazi wachache. Ndipo akasema tumuombe Bwana wa mavuno ili atupeleke. Ndilo ombi langu. Sijui kama ni ombi lako. Umekaa hapa, haijalishi umekaa miaka mingapi tangu ulipoingia katika ibada hii, hujajua kusudi uliloitwa nalo na Mungu kuja kufanya hapa. Hukuitwa kuja kukaa, umeitwa kwa ajili ya utume. Unaposoma kitabu cha Marko 16:14 inasemaje brother? 16:14 kitabu cha Marko kinasemaje? Kitabu ni cha Marko 16 mstari wake wa 14. Naam. Maandiko yanasema wale 11 walipokuwa wakila, naam, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Na 13 inasema na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki.
Naam, nimekupea si kitabu nilikuwa nataka. Naam. Enendeni ulimwenguni mote, Naam, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Niendelee. Enendeni ulimwenguni mote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Inaendelea Inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Asante. Kazi tumepewa. Tuenende katika ulimwengu wote tukahubiri injili ya Yesu Kristo. Atakayeamini ataokoka, kwa sababu atakuwa amebatizwa na ataokoka. Atakayekataa atahukumiwa. Hiyo ndio kazi kubwa tulioitwa kama Adventista wa Sabato. Kazi kubwa ni hiyo tulioitwa, kazi ya utume. Kwa sababu maisha kila mmoja alipoanzia anajua. Mwingine alianza jana safari, mwingine alianza juzi, mwingine ameanza leo. Sisi wote kazi ni moja ya utume. Mungu atusaidie katika hilo. Mungu atuelekeze katika hilo. Katika maisha haya ya kazi ya utume ni kila mmoja ajitolee. Ni mimi binafsi na wewe binafsi tukafanye kazi. Na ndipo ule mwisho utakapofika. Yesu hajarudi mpaka leo kwa sababu bado hatujajitolea. Bado tumekaa sisi. Kwa hivyo Yesu atakuja kuchukua nani? Atanichukua mimi na wewe. Tunatosheleza mbingu kweli? Tunatosheleza mbingu kweli? Kazi ya Mungu imekamilika? Haijakamilika. Kwa sababu gani? Mimi nimekaa, wewe umekaa. Na mimi Roho Mungu atatusaidia kila mmoja abadilike. Na tunapobadilika, hakika Yesu atakuja, atatuchukua tukapumzike. Safari tumeanza kitambo, tumechoka. Na mimi utakapohusika, sisi wote tutafanya nini? Tutakuwa tunaenda tukapumzike kwa sababu muda utakuwa umefika. Na mimi ni kipindi kirefu, ni muda mrefu nilipoamini. Tumekaa hapa na bado hujajua kazi kubwa hiyo. Kwa sababu miaka imepita mingi. Kundi la kwanza unakuta kwamba Ibrahimu aliitwa akiwa na miaka 75. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 12, unapoanza kusoma hapo utapata kwamba Ibrahimu anapoitwa aliitwa akiwa na miaka ngapi? 70.